Tumsifu Yesu Kristo. Naomba viongozi wa UWAKA parokia msogea hapa mbele na WAWATA msogea hapa mbele. Mheshimiwa Padri Francis Pastori Malele, paroko wa parokia Mivumoni na mkurugenzi wa lei jimbo, waheshimiwa watawa masista, waamini wenzangu, itikadi kizingatiwa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Wanaume wa Katoliki, kwa upendo wa Kristo. Basi WAWATA wanaitika kwa sauti ya kwanza, sisi tunatumia sauti ya 4. Kwa hiyo kila mtu ana sauti, lakini sauti ya kwanza, na tumpigie Mungu makofi. Basi kwa niaba ya halmashauri ya UWAKA parokia, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa tarehe ya 19 mwezi huu wa 10 katika Jumapili ya umisionari, ambapo kwa pamoja sisi na WAWATA tumeanza safari ya uinjilishaji parokiani, lakini hata kule jimboni mpango ni huo kutembea pamoja. Kwa hiyo tuko pamoja katika kufanikisha mambo mengi katika parokia, lakini katika jimbo. Nipende kumshukuru paroko, kamati tendaji ya parokia, wanakwaya Mtakatifu Cecilia toka Makuburi, nanyi wote wenye mapenzi mema katika kufanikisha jambo hili la leo. Niwashukuru sana kina baba wa parokia Mivumoni. Katika jimbo la Dar es Salaam nilibahatika kuwa katibu wa UWAKA jimbo. Niliwafahamu wanaume katika parokia mbalimbali. Watu wa Mivumoni tuko vizuri, mjipigie makofi. Wana UWAKA wa Mivumoni tumekuwa role model sehemu mbalimbali, Dar es Salaam na hata Bagamoyo. Kule Dar es Salaam kulikuwa na mchango mkubwa sana kutengeneza dada wadogo. Kwa miaka zaidi ya 15 hatukuwahi kuwa chini ya namba 2. Aidha namba 1 ama namba 2. Makuburi mnasemaje? Tupeni burudani. Wanaume, kabla sijamalizia. Tunashukuru kwaya Mtakatifu Cecilia. Basi kama nilivyosema, kina baba, na wahimiza sana kina baba, tusivunjike moyo huo, tuendelee na moyo huo wa kujitoa. Tunafahamu kwamba wako wachache wetu wanaopenda kukwamisha, lakini tusafiri pamoja. Tunasema kwenye Simba hapakosi Yanga, ama kwenye Yanga hapakosi Simba. Basi tutembee pamoja, tuendeleza mwendo huo. Katika hija kule Bagamoyo tarehe 14 tulifanya jambo kubwa sana.
tuweza kuwasilisha shilingi milioni 10 kama parokia kwa kina baba. Tujipigie makofi kwa kweli, kwa sababu kuna baba mmoja toka parokia Epifania aliniuliza, hii milioni 10 ni ya UWAKA ama ni ya parokia kwa pamoja? Nikamwambia ni UWAKA tu. Na tufahamu wana UWAKA tumekuwa jukumu kubwa la kujenga nyumba ya malezi kule Bagamoyo. Hivyo basi katika michango yetu tunayotoa tuitoe kwa wingi zaidi. Tuna jukumu hilo tumepewa, na mwaka kesho tuende na nguvu nyingi zaidi. Lakini Mivumoni sio tu mnajitoa kwa michango, hata mahudhurio. Mwaka huu tumepeleka walau posta 3 zikajaa na wengine wakabaki. Nafahamu parokia nyingine katika jimbo letu hata posta moja haijajaa. Kwa wanaume tunawapongeza sana wa Mivumoni. Pongeni sana kwa moyo mkubwa, muendelee na bidii hiyo ambayo mnajijenga katika kupata amani na furaha katika familia yenu mnapoinjilisha kwa majitoleo ya kuhudhuria lakini na michango. Katika mwaka huu kama tunavyofanya miaka yote, tunakuwa na zawadi tunatoa katika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo na kwa mwaka mzima anaendelea kujalia wana UWAKA, na michango hii inafanikishwa na nyinyi wana UWAKA. Hivyo basi kabla hujatoa kitu kwenye jumuiya yako usizibe masikio, lakini inatokana na michango mliotoa kwenye jumuiya zenu. Kwa kuwa leo ni siku ya furaha, mapungufu tutayaongea kwenye mkutano wetu wa halmashauri. Leo tushangilie kwa pamoja. Ila kama jumuiya yako haikuwajibika, naomba usikae nyuma. Kuanzia leo ujitoe kweli, kwa kidogo ulichonacho chochote, twende mbele. Basi kama miaka mingi tunavyofanya, tumetoa zawadi mbalimbali na sina haja kutaja kwa pamoja, ziko nyingi tu. Hata jengo hili la kanisa na baba ameshughulika sana, groto, sehemu mbalimbali. Lakini leo tuna zawadi kubwa 2. Lakini moja ni ya kuwaombea ruhusa tubaki hapa baada ya misa. Akina mama tumeshaombea ruhusa, kina baba baada ya shughuli yetu hapa kanisani tujumuike pale nje. Kuna vitu vyote viko pale. Kuna vinywaji vyeupe pale, vile vyenye rangi ngumu zaidi viko pale. Usihofu jua, kuna matenti ya kutosha, kuna nyama za aina zote, tukae pamoja. Maana ingekuwa ni Jumapili akaenda ungerudi nyumbani ukatoka, sio? Utapigiwa simu, uko wapi? Na kuaga hivyo. Sasa leo ukipigiwa uko wapi, utapigiwa simu. Atageuka nyuma, atakuona uko pale. Atakwambia muda, unamwambia tulia, tuko pamoja. Kristo tumaini letu. Basi zawadi nyingine 2, ya kwanza wana UWAKA huwa ni tunawalea ministranti, na leo tumenunua nguo mpya kama mnavyowaona, na hata wale ministranti wakubwa huku mbele wamevaa baadhi ya nguo hizo. Kwa tutamwomba baba paroko atabariki nguo chache ili iwe ufunguzi rasmi wa hilo. Hatukupenda kutaja bei ya vitu hivi wala vilipotoka, manake watu wananunaga baada ya hapo, inakuwa ni kitu kirefu. Kitu jue tu nguo hizi zimefika hapa na wengi wamepata kazi, watu wa clearing forwarding, watu wa bandari, kodi imeingia ya nchi, zimetoka mbali sana. Tusipigie makofi nguo hizi kwa baba wa nguvu. Basi na zawadi nyingine, baba anakuja. Na zawadi nyingine tunatoa shilingi milioni 5. Pigeni makofi kama sijasema naenda wapi. Tunatoa shilingi milioni 5 kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kituo cha sala cha watakatifu jeshi. Naomba niwakumbushe kina baba, tumetangaziwa tangazo la semina tarehe 1 Novemba. Tuna semina ya dekania
itafanyika hapa parokiani. Kutakuwa na misa saa 3 asubuhi na tuwe na semina hiyo. Kina mama, mkumbushe baba aje kwenye semina. Nanyi kina baba mkumbuke, tuna semina kwa ajili ya kujifunza vitu mbalimbali, kwa maana tuongeze elimu yetu ya kidini kuhusu wajibu wetu kiparokia, kikanisa na nyumbani. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kuwasilisha. Basi wakati tunamsikia baba paroko, naomba nitambulishe, maana najua parokia hii na wageni kila siku wanaingia wageni. Mimi ni mwenyekiti wa UWAKA parokia. Tunaye katibu wa UWAKA parokia Patrick Kaemele. Mwenyekiti msaidizi amesafiri. Tunaye katibu msaidizi Dominic Mosha yuko pale, na mwazini. Tunaye mwazini Bartolomeo Waranse. Tunafanya hivi kwa sababu sio kumuita mtu mkatekista kumbe ni mhazini wa parokia. Inakuwa ni vyema kuwafahamu. Tumsifu Yesu Kristo. Baba, karibu kwa ajili ya kutubarikia. Hapana, turudi hapa tukamleta MC. Sasa unaweza kushindia na kushindia. Mbona kuziko tofauti? Unaweza kushindia na kushindia. Inabidi useme. Basi kabla WAWATA hajaingia, nitakukumbusha baada ya mama WAWATA kuongea tutakuwa na zawadi ambazo ni kolabo. Asija kaziteka. Na ibasha zikitoka asija kama za WAWATA. Mseme ni wakumbusha kina baba mwe mnafahamu hilo. Lakini mmeona godoro limepita, sio paroko wetu analala chini. Ni kwa ajili ya nyumba nyingine. Baba paroko analala kwenye kitanda chenye godoro. Ile godoro ni jipya kwa ajili ya nyumba nyingine. Mama WAWATA, karibu kwa risala ndefu. Kwa upendo wa Kristo. Kwa upendo wa Kristo. Baba paroko, WAWATA, halmashauri ya walei parokia, waumini wenzangu, Kristo. Leo ni siku ya furaha. Tunafurahi kwa sababu tunamrudishia Mungu shukrani. Sisi kama WAWATA, kama ilivyotokea kwa UWAKA, basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale makuu ambayo ametutendea ndani ya mwaka huu wa 2025. Katika mwaka huu wa 2025, baba paroko na waumini wenzangu, sisi kama WAWATA tuna mambo mengi ambayo tunamshukuru Mungu ambayo tumewezeshwa kuyafanya. Kwanza kabisa kuhusu huduma za kiroho. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, sisi WAWATA parokia Maria di Matias tumekuwa tukiinuliwa kiimani kila siku, lakini pia ushiriki wetu katika shughuli mbalimbali za kiroho na za kanisa umekuwa ukiongezeka kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na miaka 2-3 huko nyuma, ambapo sisi kwetu tunaona namna gani tumeimarika kiroho. Kwa upande wa vyanzo vya kimapato, WAWATA tumekuwa na michango mbalimbali, na michango hii tumeiweka katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni mchango ambao tunaita mgawanyo. Huu mgawanyo wenyewe unakuwa unahusika na shughuli zote ambazo zinakuwa zimepangwa
kijimbo, kidekania, lakini pia hata kiparokia. Lakini pia tuna mchango mwingine ambao tunauita wa shukrani, na tuna chanzo kingine cha mapato ambacho ni duka la WAWATA ambalo linauza vifaa vya misa na vifaa vya nyumbani. Hivyo basi, kwa upande wa mgawanyo katika mwaka huu wa 2025 tuliweza kupata kiasi cha shilingi milioni 10,163,700, ambapo fedha hii kama ambavyo nimeeleza imekuwa ikitekeleza majukumu mbalimbali kulingana na kalenda za kijimbo, kidekania, lakini pia na kiparokia. Na pia tumekuwa tukishiriki katika ziara mbalimbali kupitia pesa hiyo, matendo ya huruma, lakini pia na kutoa zawadi mbalimbali kwa viongozi wetu wa kanisa kama vile mafrateli, mashemasi, mapadre kwa nyakati tofauti. Na pia tumekuwa tukitumia pesa hizo kwa ajili pia ya kufanya shughuli nyingine ambazo kama nilivyozieleza. Na chanzo kingine ni pesa ya shukrani. Pesa ya shukrani kwa mwaka huu tumeweza kupata shilingi milioni 10,939,500, ambapo fedha hii huwa tunaitoa kwa ajili ya kugharimia baadhi ya vitu ambavyo tunakuwa tumekubaliana ikiwa ni alama ya shukrani kwa mwaka husika. Na jumuiya ambazo tuko nazo katika jumuiya 47, tumesema 47 kwa sababu kuna zile 4 ziligawanyika, hatujazijumuisha. Kwa hivyo matoleo yao yalijumuika mle. Kwa hivyo matoleo yalitokana na wakina mama kutoka katika hizo jumuiya 47. Na tunashukuru kwa sababu kila jumuiya imekuwa ikishiriki, japokuwa kuna changamoto kidogo. Kuna baadhi ya jumuiya kwa mwaka huu 2025 hazikuweza kushiriki kabisa katika kutoa shukrani na hata mgawanyo. Sasa nachelea kuzitaja kwa sababu yawezekana wako hapa hawapati taarifa. Ni vizuri nikazitaja ili kama labda taarifa inakuwa iendi, basi waweze kuwabana viongozi wao. Kwa mfano, kwa upande wa mgawanyo tuna jumuiya ya Mtakatifu Josephine Bakita na jumuiya ya Marcelino. Hawa hawajashiriki kabisa. Kwa hivyo tunavyosema tunadaiwa mgawanyo ambao tunapeleka jimboni, dekania, wao wenyewe hawajataka kujishughulisha. Lakini pia kwa upande wa shukrani tulikuwa tumejiwekea lengo la kila jumuiya angalau ifike 500,000, lakini tunatambua tunatofautiana kutokana na hali za kifedha katika jumuiya zetu. Tunapenda pia kutambua mchango mkubwa wa baadhi ya jumuiya ambazo wao wamekuwa wakijitoa kila mwaka. Kwa mfano, kwa mwaka huu tunatambua mchango mkubwa wa Mtakatifu Monica ambao wao wametoa shilingi milioni 1, Mtakatifu Margareta Maria Lakoki waliweza kutoa 800,000, Mtakatifu Marko Mwinjili 660,000, Mtakatifu Karoli Luanga 570,000 na Mtakatifu Karlo Acutis walitoa 500,000 na 10,000. Nataja viwango ili waweze kuhamasika zaidi, manake wasione kwamba labda pesa zao hazifiki kupitia viongozi walionao. Lakini kwa masikitiko kuna jumuiya ambazo wao hawakuweza kutoa kabisa. Na jumuiya hizo kwa mfano ni Mtakatifu Josephine Bakita, Antoni Padua, Marcelino, Veronica, Yohane Bosco, Yuda Tadei, Mtakatifu Vicente de Paul. Unaona namna gani tunasema basi tutoe shukrani. Bahati nzuri tunasema tuwe na hicho kiwango, lakini hata shilingi 5,000, 2,000 tunaipokea, lakini hawa wenzetu hawajaweza kutoa. Baba Paroko pamoja na waumini wenzangu WAWATA tumekuwa na shughuli mbalimbali pamoja na zile za kijimbo, kidekania, lakini ndani ya parokia tumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo tumeweza kuzifanya. Kwa mfano, kwa mwaka huu 2025 shukrani yetu tuliweza kuielekeza katika kufanya uinjilishaji na umisionari katika parokia ya Mandera ndani ya jimbo la Bagamoyo, ambapo tuliweza kusaidia upatikanaji wa marumaru katika eneo la Groto ambapo wanasalia, lakini pia na kuwezeka bati katika eneo hilo la Groto. Namna gani tuliona? Ni kwa sababu tuliona kwamba watakaposali pale, wanapomshukuru Mama Maria, wanapomwomba Mama Maria, basi baraka ile inafika kwa wanamivumoni, sio tu kwa WAWATA, hata UWAKA ambao wameshatoa shukrani yao hapa. Aidha, uinjilishaji huu pale Mandela pia ulihusisha majitoleo binafsi ya kina mama.
tulienda kwenda kukabidhi lile eneo, lakini pia tukabeba na majitoleo binafsi. Nachukua nafasi hii kuwashukuru wakina mama ambao walijitolea kutoka mifukoni mwao, ambapo tuliweza pia kutoa vifaa maalum vya misa kama vile ciborium, caris, monstrat, kengele ndogo, kulikuwa na mavazi ya misa, lakini pia hata mikanda ya kusimamia wakati wa misa tuliweza kutoa. Hivyo nawashukuru sana WAWATA ambao walijitoa kutoka mifukoni mwao, ambapo wakati wa zoezi la misa ambalo lilifanyika wakati wa kukabidhi vitu hivyo tuliweza kukabidhi vifaa hivyo, na shukrani zile pamoja na ahadi ya kuwaombea wana Maria Di Matias ilitolewa na paroko wakati wa misa katika kuvikabidhi vifaa hivyo. Pia kuhusu matendo ya huruma, tumekuwa na utamaduni wa kuchanga kwa ajili ya kuhudumia wale wahitaji, hususan katika kipindi cha Pasaka, kwa maana kwamba kipindi cha Kwaresma kuelekea Pasaka, na pia inakuwa maalum kwa ajili ya kumwenzi siku ya wanawake duniani, ambapo kwa mwaka huu tuliweza kuelekeza matendo yetu ya huruma katika wodi ya watoto wenye tatizo la saratani pale Muhimbili, ambapo tuliweza kuwapelekea mahitaji mbalimbali ya kimwili, lakini pia kulipia baadhi ya bili zao za matibabu ambazo zilienda katika jumla ya shilingi milioni 4,725,000. Pia asante. Pia katika matendo ya huruma tuliweza kuwafikia wagonjwa wa muda mrefu ndani ya parokia yetu kwa kuhakikisha kwamba tunawasaidia na wenyewe kupata mahitaji na wengine kulipia bili zao za matibabu. Aidha, katika kipindi hiki cha mwaka 2025 tunatambua kwamba mwana WAWATA ili aweze kutegemeza kanisa anatakiwa pia naye awezeshwe. Kwa hivi tulikuwa na mafunzo ya ujasiriamali ambayo yalilenga kumkwamua mwana WAWATA ndani ya Maria Di Matias kutoka katika hatua moja hadi nyingine. Tunashukuru tuliweza kujifunza ujasiriamali wa kupika keki, mikate kwa siku hiyo, na kinachofurahisha hata yule ambaye unaona kwamba hakutegemea auzulia alihudhuria. Kwa mfano, tulikuwa na daktari wa kutibu binadamu alihudhuria kwenye haya mafunzo. One namna gani kwamba semina za hivi zinasaidia kumtoa mtu hatua moja kwenda nyingine. Anatambua kwamba kutibu ni hatua nyingine, lakini kujua kupika keki, kupika mikate ni hatua nyingine katika kujitegemeza, kupata kipato zaidi ya kile ambacho anakipata. Kwa hivyo naendelea kutoa wito, tukitoa mafunzo kama haya, usijione kwamba mimi nina hiki nisitakiwi kushiriki. La, hata kama una chochote shiriki, hautoki mtupu, utatoka umejifunza kitu tofauti. Pia tuna duka la WAWATA ambalo nimesema ni mradi endelevu. Naendelea kutoa wito, kualika tutumie duka lile kununua mahitaji yetu ya nyumbani. Siku mnahudumia hapa kanisani, tunaomba basi mtuungishe kwenye lile duka la WAWATA ili tuweze kupata pesa ambayo itaendeleza lile duka. Lakini pia tuna duka la vifaa vya misa, vifaa nadhifu kabisa, vifaa sio vya hapa, vimetoka nje ya nchi, ambavyo vinalingana na ukienda kanisa lolote ambalo utasema natamani kifaa kile. Mavazi ya misa na vifaa vingine vinapatikana pale. Naendelea kualika tuweze kununua ili tuendelee kulitegemeza duka letu. Baba paroko pamoja na waumini wenzangu, pamoja na mafanikio makubwa ambayo nimeyaeleza, bado tumekuwa na changamoto katika kuendeleza WAWATA ndani ya parokia. Japokuwa tumekuwa kila mara tunajaribu kutafuta mbinu za kutatua hizo changamoto, lakini nilitamani hii changamoto nilete kwenu kama parokia ili tuone namna gani tunaweza kuitatua kwa pamoja, ambapo utatuzi wake yawezekana ni kuhimizana kutoka kwenye jumuiya zetu. Bado kumekuwa na ushiriki hafifu kwa baadhi ya WAWATA katika ziara mbalimbali, katika hija, lakini hata mafunzo. Kwa mfano, tulisema tulikuwa na mafunzo ya ujasiriamali. Kati ya wakina mama hapa ambao tuko zaidi ya 500 waliweza kushiriki 68. Lakini tuliweza kujua changamoto ni nini, kwa sababu kipindi kile kulikuwa na mambo mengi, tulibadilisha ratiba. Lakini sio hiyo tu, kuna ziara, kuna hija, basi tujitokeze. Kwa hivyo naleta kwenu ili mkisikia tangazo kwenye jumuiya muweze kuwaambia kina mama, tumesikia kuna tangazo hili, mbona nyinyi hatuoni mkijipanga? Kwa kufanya hivyo tutaweza kushirikiana katika hilo. Lakini lingine, sisi kama WAWATA
tumekuwa na mkakati wa kuwashirikisha WAWATA chipukizi kuhakikisha kwamba na wenyewe wanashiriki katika shughuli za WAWATA parokia, na hii tunaamini kwamba itasaidia katika kuhakikisha kwamba kanisa linaendelea kusonga mbele na sio kwamba linakuwa kanisa la wale ambao tunaelekea kuzeeka na kuishia. Mwisho, baba paroko, sio kwa umuhimu bali kulingana na namna ambavyo tumejipanga, tulikuwa tunaomba tutakapomaliza hapa basi uweze kutubarikia baadhi ya kazi za kina mama, kwa maana kwamba maonyesho tumejipanga, tuna baadhi ya maonyesho hapo nje. Kwa hivyo utatubarikia ili kina mama waweze kuonyesha kazi zao za mikono yao ambazo wameweza kuzifanya, ambazo zinawasaidia katika kujitegemeza na kulitegemeza kanisa. Na nawaalika pia basi waumini wote, tutakapotoka hapa sio mwisho wa kushinda kwetu kanisani leo. Kumbe leo tunashinda katika viunga hivi vya Mtakatifu Maria di Matias, tukiendelea kubadilishana mawili matatu. Kwanza tutakuwa na kwaya ambao wataendelea kutuinjilisha pale nje, kwa tutakuwa na concert. Nani atataka kuondoka? Tutakuwepo Haya, tutaimba, tutacheza, lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali za kijamii ambazo mwenyekiti wa UWAKA amezieleza, ambazo zitatuhusu sisi wote. Kwa hivyo naendelea kualika tuendelee kuwa pamoja mpaka pale ambapo tutasema labda giza limetukimbiza. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa upendo wa Kristo, naomba na mimi niwatambulishe viongozi wenzangu wa parokia WAWATA. Naanza na makamu mwenyekiti, tafadhali. Anaitwa Dorolosa, punga mkono. Asante. Katibu anaitwa Veronica. Asante. Katibu msaidizi Frida, na kushukuru, na mwazini wetu Agata. Asante sana, na nawashukuru WAWATA wote kwa namna ambavyo tumeshirikiana. Kristo. Sasa ni wasaa ule wa kolabo, kwa maana ya kwamba UWAKA na WAWATA tutakabidhi zawadi kwa baadhi. Sisi wote tunastahili zawadi, lakini kwa baadhi ambao wao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha yale ambayo tunayapanga basi yanaweza kufanikiwa. Asante. Kwa upendo wa Kristo, pia nitaomba hapo umpokelee baba paroko msaidizi, baba Aidan Kadudu. Asante baba, tunakushukuru kwa upendo. Asante kwa malezi mema kwa mtume UWAKA na WAWATA. Tunaomba Frateri Kavishe, UWAKA na WAWATA nao wanakushukuru kwa kuendelea kuwalea watoto wao. Asante sana. Tunamwomba katekista Salome, Sister Salome. Sister Salome, popote ulipo. Basi atakuja. Okay, huyo hapa. Sister Salome, tunaendelea kukushukuru kwa malezi ya watoto wetu. Mungu akubariki. Tunamwomba na katekista Krista, popote ulipo. Asante kwa malezi mema ya watoto wetu. Mungu aendelee kukubariki. Pia tunaomba tumshukuru bibi yetu, Bibi Chaula. Bibi Chaula, popote ulipo. Bibi huyu anahakikisha kuna mahali safi pa kwenda kujistiri hata baada ya ibada. Tunakushukuru bibi kwa usafi. Tunaendelea kukushukuru sana. Tuna ndugu yetu, kaka yetu, mdogo wetu Narcisse bwana, popote ulipo atakupigia simu, ataenda kila mahali na pikipiki yake, hachoki. Tunashukuru. Basi nitaomba katekista Krista mpokelee Narcisse. Tuna mwingine pia, tutaomba
Okay, katekista naomba ubaki hapo kidogo, kwa sababu tuna dada yetu mwingine iko